Sasa hii ni part 2 ya filamu yetu nzuri kinoma. Naona watu mmekuwa mkihitaji part 2 kinoma noma. Oya, tuenze tunayo sasa. Sasa ulikuwa umeshapita mwaka baada ya lile tukio lililotokea kule Victoria. Kutoka kwenye part 1 mshaona au vipi? Na kulikuwa kuna taarifa kwenye televisheni ikionyesha yale mambo yaliyotokea kipindi kile, na hali ilivyo kwa sasa, kwa sababu kipindi kile walifariki watu wengi kweli kweli kwa sababu ya hao piranhas. Lakini kwa sasa mji umekuwa abandoned, yani umetelekezwa, na hakuna shughuli zozote zinazoendelea kwenye mji tena. Kipindi kile ulikuwa ni mji wa kitalii, na mambo kibao yalikuwa yanaendelea kwenye mji. Lakini sasa hamna kinachoendelea. Hata uchumi wa mji umeshuka kweli kweli. Na lile ziwa Victoria ambalo lilikuwa limejaa watu na nini, sasa hivi kuna piranhas waliooza tu na maboti ambayo yametelekezwa, na hakuna mtu anayetamani hata kusogea pale. Lakini usiku mmoja kuna wavuvi wawili wakawa wamefika sehemu ya ziwa, na hili lilikuwa ni upande mwingine kabisa. Akati wanatembea kwenye maji, walikuwa hawajui kwamba walikuwa wamezungukwa na mayai mengi sana ya piranha, na hayo mayai yalikuwa yanasubiri tu kuguswa kidogo ili waweze kutotoa hayo mayai yani. Oya, si mchezo. Lakini wakati wanaendelea kutembea hivi, wakawa wameona mzoga wa mnyama kwa mbele hivi kwenye maji. Sasa wakaufuata ule mzoga na kutumia kitu chenye ncha kali kuvuta ule mzoga bwana. Sasa wakati wanaendelea kuexamine, yani wakati wanaendelea kuangalia ule mzoga, ghafla yai moja la piranha likaanguka bwana. Sasa walipoliona lile yai bwana, jamaa mmoja akawasha kiberiti ili kuweza kuliangalia vizuri. Oya, reaction ya kemikali ikatokea, mlipuko mkubwa ukatokea pale. Na kwa sababu ile ya huo mlipuko, mayai yote yaliyokuwa maeneo yale bwana yakatotolewa bwana. Viparana vidogodogo kibao vikatoka pale. Sasa wakati wanatoka pale ili warudi kwenye ardhi, ghafla bwana vile viparana vikaanza kuwavamia bwana. Vikaanza kuwatandika na kuwala pale vibaya mno na kuwaua wale wawili pale pale. Sasa siku inayofuata, upande wa pili kabisa, kulikuwa kuna water park ambapo mmiliki wa ile water park alikuwa anafanya filming, yani ana rekodi kwa ajili ya kutengeneza tangazo la kuweza kuitangaza water park yake. Lakini akata anaendelea, binti yake akawa ametokea pale, ambaye alikuwa ni binti yake wa kambo, akimlalamikia, ambia kwa nini umemfukuza mtu ambaye alikuwa na experience, na baada ya kumfukuza huyo umekuja kuleta strippers. Strippers ni wale wanawake ambao wanakuwa kwenye clubs wanacheza wakiwa nusu uchi, wanacheza kwenye ile pole inakuwa iko katikati ya club. Sijajua kama club zote za Bongo zina strippers, lakini wale ambao mmesafiri kidogo nadhani mmeshashuhudia hilo jambo. Mshua akajidefend kweli kweli, akasema haiwezekani binti yangu, unachokizungumza wewe mimi ninajua mara mbili yako, na nina uwezo wa kurun hii water park yote kwa namna hii ambayo mimi nimeifikiria. Lengo langu ni kuvutia wanaume wengi waje. Wanaume na sisi tuna mashida jamani. Lakini akamwambia njoo kuonyeshe kitu. Akampeleka kwenye pool ya watu wazima peke yao, watoto hawaruhusiwi kule. Na hii pool ulikuwa unaweza ukafanya chochote, yani kujigijigi, kujagajaga, watu wanaoga uchi huko, hamna kitu yani. Unakuta mashine na swing huku na huku na huku kudadadeki. Oya. Lakini binti akamind, akamwambia unafanyaje mambo kama haya? Angalia, huku ni uchi ovyo ovyo, na kumbuka mimi ninamiliki hii water park kwa 40% pia. Najua wewe unamiliki zaidi, lakini mimi namiliki 40. Unatakiwa uniheshimu kwenye mawazo yangu. Usiku ule water park pale palikuwa pamelit kinoma yani, pamejaa vijana wakiwa wanapiga fireworks na wanaenjoy kwenye pools na nini yani. Oya, in short ilikuwa ni enjoyment. Na jioni ile sasa Mati anakutana na marafiki zake Ashley pamoja na Shelby. Sasa Ashley anamwambia Matt kwamba Shelby ana crush kwa boy mmoja anaitwa Josh, na alikuwa ana plan kutoka naye out jioni ile bwana. Lakini muda ule ex-boyfriend wa Matt ambaye anaitwa Kyle akawa amekuja pale, na siku hizi huyu jamaa ni polisi. Wakaanza kusalimiana pale na Matt kwa sababu
hawajaonana muda mrefu kidogo, waka hug pale kidogo, na Mati akamwambia kwamba oya, nimekuja hapa kwa siku kadhaa tu kwa ajili ya party ambayo inakwenda kufanyika hapa karibuni, hii sama hapa water park, kwa ajili ya kuja kusaidia kusimamia. Kyle akasema kwamba nadhani hii sama itakuwa ni nzuri sana kwa sababu umerudi mtoto mzuri. Lakini upande wa pili tunamwona Shelby pamoja na Josh wakiwa wamekaa pamoja kwenye enga ya maboti ile, na wakati wanaongea pale Shelby akasema kwamba twenzetu tupige skinny dipping. Kwa wale ambao hawajui maana ya skinny dipping ni ile ambapo mnavua nguo zote alafu mnaingia majini, ndo ku deep skin. Si mchezo. Oya, Chap yule demu akachojoa na kulukia kwenye maji. Akawa amekaa muda mrefu sana chini ya maji, kitu ambacho kimemshtua bwana Josh kabidi naye avue Chap na kulukia kwenye maji bwana. Binti kumbe alikuwa anamtishia tu. Wakaanza kuogelea pale, lakini muda mfupi tu baadaye ghafla Shelby akaona kuna kitu kimemgusa kama kimempalua hivi. Kumbe piranhas, wale watoto wale waliopasuka kule kwa yule mlipuko, wakawa wamekuja bwana pale. Wameanza taratibu kuwaonja hawa. Lakini baadaye akahisi kama kuna kitu kimemuingia kwenye kitumbua kule chini bwana. Oya, waparana wanapenda enjoyment. Binti akaamua kutoka kwenye maji bwana. Sasa at the same time upande wa pili tunaona Ashley pamoja na boy mmoja hivi anaitwa Travis. Wako kwenye kivani fulani hivi cha rangi ya njano, kiminibus. Alafu wenyewe wako ndani mle bwana, wanataka kuanza mambo bwana. Vijana hawa tena, si unajua tena, vijana wanapenda vitu. Sasa katika kunogesha mambo bwana, Travis akapigwa pingu na Ashley. Si unajua tena vijana. Lakini wakati wanaendelea kujinyorosha pale, ghafla gari ikaengage gear, ikakaa neutral. Oya, si gari kaanza kutembea kwenda mbele, inakimbilia kule kwenye ziwa bwana. Kwa sababu Ashley alificha funguo, wanatafuta funguo sasa hawaoni, ili waweze kumfungulia Travis, kumfungua yani zile pingu. Sasa muda huo bwana, samaki wakawa wameshavamia ndani ya gari na wakaanza kumtafuna jamaa bwana. Wakawa wamemtafuna vibaya mno, akavunja kioo kutoa hivi kono lote limeliwa. Baadaye Ashley akapiga makelele vibaya mno, lakini kulikuwa hakuna mtu wa kumsaidia bwana. Sasa upande wa pili huku wameshafanikiwa kutoka kwenye maji. Shelby akamuomba msamaha Josh kwa kumuingiza au kumlazimisha kuingia kwenye maji, lakini ghafla binti akaondoka bwana. Lakini Josh akamwambia usijali bwana, nimeenjoy time kuwa na wewe kwenye maji. Lakini at the same time upande wa pili Mati na yeye akawa amezima umeme, taa zote zikazima kwenye pool pale water park, na akaenda zake moja kwa moja chumbani kwake kwa ajili ya kulala usiku tena. Sasa asubuhi iliyofuata bwana, Mati akawa ameenda kucheck attendance list ile, watu wangapi ambao wapo sasa hivi kwa ajili ya kusaidiana kazi, kwa sababu hao walikuwa wana act kama wanamsaidia. Lakini kuangalia aliona Ashley pamoja na Travis hawajulikani waliko. Akamuuliza Shelby kwamba oya, umemwona wapi Ashley na Travis? Akaambia sijamuona. Lakini ghafla muda ule ule Shelby akageuka na kutapika vibaya mno. Sasa sijui ni kwa sababu ya pombe au ni kwa sababu ya parana aliyoingia kule, labda akamtia mimba. Sasa jioni yake polisi akawa amegundua ile vani iliyozama bwana. Wakaita gari kwa ajili ya kutoa pale, wakaitoa, na walipofungua ndani kulikuwa hakuna sign yoyote ya bwana Travis wala Ashley. Sasa yule askari akaenda kumwambia Shelby na kumwambia wenzako wako wapi. Akamwambia kwamba mimi sina idea, sijui wameenda wapi kusema kweli. Baadaye Shelby na Mati wakawa wameenda kwenye ile deck ya kusimamishia maboti pale, tuseme daraja fulani hivi. Wakawa wamekaa pale wanapiga story bwana. Na Shelby akasema kwamba kusema kweli, hata kama Ashley alikuwa ni anazingua sana na anakera, lakini bado ninamuona kama dada yangu. Lakini nimekuwa confused kweli kweli, kwa nini wamepotea na wameenda wapi hawa wawili, yeye na Travis? Wametoroka au wamefanyaje? Sasa muda huo akati anaendelea kuchezea maji pale na miguu, ghafla parana akaja pale bwana, na kudonoa mguu wa Shelby. Mati alivyoona vile akasema tuondoke haraka. Wakaanza kukimbia, lakini oya, wale samaki walikuwa ni wahuni kinoma yani. Wakaanza kuvunja daraja huku na kule. Shelby akaangukia kwenye maji bwana. Oya, Madi akarudi na
akaanza kupambana kutaka kumsaidia. Akaanza kupambana kwelikweli ili amsaidie atoke. Baadaye wote wawili wakawa wamefanikiwa kurudi kwenye ile platform na kuanza kukimbia kutoka pembeni. Lakini Piranha wakasema hatutaki, wakawa attack tena. Wote wawili wakadumkia kwenye maji bwana. Na wakawa wamefanikiwa lakini kutoka paka nje. Mmoja wale Piranha akawa ameluka vibaya mno na kutaka kuangangania. Mati akawa amefanikiwa kumdaka yule samaki bwana. Wakamtandika mawe vibaya mno yule samaki mpaka kumuua pale. Sasa mshikaji wao mmoja anaitwa Barry akawa amekuja pale kuona kile kinachoendelea pale. Kusema kweli alishtuka sana kumuona yule samaki. Baadaye Kyle, yani yule askari ambaye alikuwa ex-boyfriend wa Maddie, akawa ametokea, akawachukua na kuwapeleka mbali sana kwa mtu ambaye anafanya biolojia ya maji na maziwa na samaki na vitu kama hivyo yani. Lakini ndo mtu yule kumbuka kwenye part 1 ali-identify Piranhas. Wakawa wameendesha kwa muda mrefu sana na jioni ile wakawa wamefanikiwa kufika kwa yule mzee bwana. Sasa yule mzee akajua hawa vijana ni mafans tu ambao wanamkubali kwa sababu mzee alikuwa ni maarufu kidogo. Lakini Maddie akamwambia hapana mzee, Piranhas wamerudi. Baada ya kusikia Piranha wamerudi, mzee akawaruhusu wale vijana waingie ndani bwana. Akaanza kuwaonyesha yule Piranha aliyemhifadhi. Mnamkumbuka yule Piranha alipewa na mama yake yule kijana kutoka part 1 kama mnakumbuka. Oya, huyu Piranha alikuwa ni mkali kinoma. Akaanza kugonga kioo kile bwana, anataka kutoka. Lakini babu akamcheka yule Piranha Lakini baadaye akachukua chuma, bati tuseme laini lile na kuliweka katikati. Yani kutenganisha Piranha na upande wa pili akaweka chula bwana. Ili aweze kuwaonyesha hawa kwamba huyu samaki ana uwezo kiasi gani. Oya, muda mfupi tu Piranha akaanza kutoboa lile bati bwana. Akalitoboa na ilibaki kidogo amle yule chula bwana. Barry akaingiza mkono wake chap na kumtoa bwana. Huyu jamaa alikuwa na confidence ya ajabu sana. Maana alikuwa anapoteza mkono kwa huyu mjinga huyo. Oya, huyu Piranha ana speedi na anang'ata vibaya mno. Oya, yule mzee alishtushwa sana na huyu kijana bwana. Lakini akaambia kwamba Piranhas wameishi kwa miaka mingi sana na wamekuwa wakiishi chini ya maziwa na chini ya mito. Yani wamekuwa na stream zao chini kabisa. Umeona kama vile ambavyo tunachima visima vile. Wao sasa kwenye zile stream ambazo za visima ndimo wanamoishi wao kwa muda mrefu sana. Lakini mzee akasema kemikali zinazotumika kuoshea ma swimming pool zikimwagwa kwenye ziwa au mto, basi hawa Piranha huwa wanatoka na kujua kwamba haya ndiyo maeneo yao. Kwa nini? Kwa sababu kule wanakoishi wao maji ya kule chini yanakuwa contaminated na kemikali ambazo zinafanana kabisa na kemikali ambazo zinatumika kuoshea mapool. Oya, Maddie akachanganyikiwa pale. Kwa nini? Kwa sababu water park yao kule mapool yote na maji yao, system zinazonyonya maji kutoka kwenye mapool yao kule zinapeleka moja kwa moja kwenye ziwa na huwa wanayasafisha mara kwa mara. So maana yake inawezekana Piranhas wakawa wana uwezo wa kuingia kwenye mapuli yao kufuata hizo kemikali. Sasa yule mzee akaambia ni hatari kweli kweli. Akaambia kwamba nimeandika vitabu kwa ajili ya kuwatahadharisha watu mbalimbali kuhusiana na hawa samaki na ni namna gani ya kufanya ili kuwakimbia au kuwaavoid hawa samaki. Lakini watu wamekuwa hawanisikilizi. Mzee akatoa vile vitabu na kuwagawia bwana. Sasa Kyle yule askari akamwambia Maddie kwamba inabidi asubuhi atume timu ya divers kutoka polisi waende wakaangalia lile bomba lina hali gani linalomwaga maji. Lakini Maddie akamwambia hatuna huo muda kwa sababu kesho paki inafunguliwa asubuhi na mapema na kesho ndio siku yenyewe ya party. Watu watakuwa wengi sana. Sasa inabidi iangaliwe usiku wa leo. Sasa bwana, usiku ule taarifa ya habari ikawa inaelezea wale vijana wawili waliopotea, yani Ashley pamoja na Travis. Lakini upande wa pili pia Josh akamwambia Shelby alale nyumbani kwake kwa sababu ya hali ambayo Shelby alikuwa nayo. Alishaanza kujisikia anaumwa, yuko hovyo kweli. Lakini Maddie naye akaamua kuingia kwenye maji kwa ajili ya kwenda kufanya investigation na kujua hali ikoje. Sasa Maddie akiwa pale kwenye ziwa akamwambia bwana Barry kwamba waingie wote, lakini kijana alikuwa hajui kuoga. Hajawahi kuogelea hata mara moja. Sasa hujui kuogelea kijana alafu unampenda mtoto mzuri hapa, inakuwaje kijana?
Sasa Madi akaingia kwenye maji peke yake bwana, na moja kwa moja akaenda mpaka kwenye bomba. Kwa bahati nzuri alipofika kwenye bomba akaona bomba lao limewekewa wavu. Piranha hawezi kuingia hata iweje pale. Akawa amefurahi. Lakini ghafla bwana, Piranha akamvamia pale, akamwattack vibaya mno. Akaanza kuogelea haraka na anaondoka pale. Sasa muda huo piranhas kibao. Unajua piranha wana ile tabia ya kung'ata kidogo alafu wanamwaga damu, wengine wanakuja sasa kufuata ile damu. Kyle akakimbia na kudumkia kwenye maji na kumtoa haraka sana, akawa amemuokoa bwana. Noma sana. Sasa bwana, nyumbani kwa Josh akiwa na Shelby wakaanza kula mzigo bwana. Jamaa kaizamisha bwana. Ile kuizamisha, kumbe ndani ya Shelby bado yule piranha alikuwepo bwana. Akawa ameng'ang'ania kwenye mashine ya jamaa bwana. Samaki atoke, meno yamezama, ameng'ang'ania. Huko Shelby amechanganyikiwa vibaya mno. Joshi alipagawa. Akaenda kujiangalia kwenye kioo ile kuona anavyojiona, akazidi kupagawa bwana. Akaenda jikoni akachukua kisu, akakata mashine bwana. Lakini kwa bahati nzuri Shelby yeye ile hali ikawa imetengamaa kwake, kwa sababu yule samaki alikuwa anamuumiza vibaya. Akawa ametoka kwenda kumtafuta bwana Josh. Akawa amekuta damu zimetapakaa kila sehemu mle ndani bwana. Akawa amekutana na Josh akiwa amekata mashine. Binti akawa amepaniki vibaya mno. Lakini upande wa pili tunakuja kumuona mmiliki wa water park akiwa yuko na Kylie, yani yule askari yule. Kumbe bwana, ili askari nilipuuzi sana. Limekuwa likichukua rushwa kutoka kwa huyu jamaa, hata kama kulikuwa kuna katazo, lakini kenyewe kamechukua hela, kanamruhusu afanye chochote kile ambacho yeye anataka kufanya bwana. Sasa muda huo Kyle akapewa tena mzigo mwingine, na hapo akatoa umbea mwingine mpya kabisa. Kumbuka huyu jamani askari akamwambia plani ya Madi pamoja na Barry, na akamwambia mzee usijali, lakini lile pipe liko sawa, mimi peke yangu nimeenda kuliangalia. Akati sio yeye mpuzi huyu na piranhas hawawezi kuingia kwenye lile pipe hata kidogo. Sasa party ya kesho iendelee kama kawa. Sasa muda ule bwana, akati Barry na Madi wanaongea sasa kijana anaanza kutongoza, anaondoa aibu bwana. Shelby akaja pale akiwa amejaa damu bwana. Akamwambia kwamba bwana Josh amekata filimbi yake, lakini yeye kuna kitu cha ajabu kimemtoka ndani yake. Bwana Barry pamoja na Madi wakaita ambulance haraka sana, ikaja ikawachukua na kuwapeleka hospitalini. Ilikuwa ni balaa sana. Lakini Madi akawa amerudi nyumbani bwana, akawa ameingia kwenye bathtub, amejilaza mle anatuliza kichwa kidogo. Lakini ghafla kumbe piranha wamepenya bwana, wakaanza kudondoka kutokea kwenye koki. Yeye akiwa amesinzia pale na enjoy, wakawa wameanguka wengi sana bwana, na wakaanza kumuattack. Akashtuka bwana, kumbe alikuwa usingizini. Alilala bwana. Si mchezo. Sasa asubuhi iliyofuata bwana, ilikuwa hiyo ndo siku yenyewe bwana. Alafu tunamuona bwana mmoja hivi akiwa ana practice, anapiga piano. Kumbe huyu jamaa alikuwa ni mtu maarufu ambaye ndiye atakayekuwa mgeni rasmi kwenye sherehe za leo kwenye water park. Watu wengi sana walifika pale siku hiyo. Walikuwa vijana kibao. Lakini mtu mmoja nadhani tutamkumbuka huyu bwana kutoka kwenye part 1. Alikuwa ni polisi yule aliyekuwa ameshiriki kuwaangamiza piranhas mwaka uliopita kule kwenye ziwa Victoria, na piranha walikula miguu yake yote. Hadi leo hii jamaa hana miguu sasa. Anatumia wheelchair sasa hivi, lakini pia ana extension za miguu ya chuma ambazo anazivalisha kwenye miguu yake. Sasa muda huo mmiliki wa water park akamintroduce yule mtu maarufu bwana. Na sasa anakuja. Jamaa alikaja pale kama star fulani hivi nini. Akaanza kupiga picha na mafans na nini na vitu kama hivyo. Lakini upande wa pili Madi akawa amesikia kelele za ajabu bwana kutoka upande wa ziwani bwana. Aliposogea alishangaa sana kuona wanachimba kisima. Akamfuata baba yake wa kambo na kumwambia mzee, vipi hiki? Akamwambia tumechimba kisima ambacho kinapitia maji na kuvuta maji kutoka kwenye ziwa ili tuweze kusave hela, maana maji ya Dawasco ni hela kubwa sana. Madi akamind kinoma. Akamwambia kuna piranhas mzee, mbona unafanya vitu vya ajabu hivyo? Lakini yule mzee akampotezea, hakutaka kumsikiliza hata kidogo. Sasa kwa sababu hiyo piranhas wakawa wamepata njia rahisi kabisa ya kuingia na wakawa wameenda moja kwa moja kwenye maji ya kwenye pools. Kuna mtoto mmoja akawa ameng'atwa na piranha, akamwonyesha mama yake, damu zinamtoka.
Mama yake naye akawa hana habari bwana, akamwambia aya, nenda tafuta lifeguard. Yani lifeguard ni wale watu ambao anakuwepo kwenye swimming pool au water park kwa ajili ya kuangalia usalama wa majini. Sasa dogo kama mfuata yule mtu maarufu, kwa sababu yeye siku hiyo alikuwa na act kama ndo main lifeguard. Sasa baada ya kumuona mtoto amemsogelea pale na muomba msaada, akajua mtoto anataka nini, signature. Mtu anakuambia ninaumwa, yeye anampa ile autograph yake bwana. Sasa bwana, muda mfupi baadaye tu ghafla mambo yakabadilika bwana. Parana wameshavamia, watu wakaanza kung'atwa ovyo ovyo bwana. Watu wakaanza kung'atwa, wanahangaika. Oya, chaos ilitokea. Vitu vikawa ni noma pale, yani hamna control tena. Oya, nakwambia usiombe kukute. Sasa yule afande ambaye aliliwa miguu yule bwana, akaona kile kinachoendelea pale, na hapo akaamua overcome uoga wake wa maji, kwa sababu amekuwa anaogopa maji tangia kipindi kile bwana. Akavaa miguu yake ya chuma na kuingia kwenye maji bwana. Lakini uzuri, miguu yake ya chuma haiwezi kuliwa tena na Parana. Parana atakulaje chuma? Lakini pia uzuri wa ile miguu, ilikuwa ina silaha automatic zimekuwa connected kwenye ile miguu yake bwana. Akaanza kuwatandika wale samaki kwa kutumia miguu yake bwana, huku akiokoa watoto wengi waliokuwepo mle kwenye maji. Na Parana walikuwa hawamwezi hata kidogo. Sasa kuna mwanamke mmoja akamfuata yule mtu maarufu kumwambia, oya, wewe si ni lifeguard, kwa nini wewe kusaidia watu? Akamwambia, mimi hapa ni mwigizaji tu mama, sina experience yoyote ya lifeguard. Lakini baadaye akasikia kelele, alivyogeuka akamwona yule mtoto aliyemsaidia, aliyempa autograph muda ule, akaamua kwenda kumsaidia bwana. Akarukia kwenye maji na kwenda kumuokoa yule mtoto bwana. Issue ikawa kwa yule mmiliki, alivyoona kinachoendelea alichanganyikiwa vibaya mno. Madi akamkimbilia bwana na kumtandika bonge la ngumi na kumwambia, umeona sasa ulichokifanya? Naomba ufunge ile koki na uzime maji yaanze kutoka ili Parana wasiendelee kuattack watu. Lakini Madi akamwona hana msaada, akamkimbilia Bari na kumwambia, Bari tafadhali nenda kwenye kile chumba cha kukaushia maji, kafungue koki maji yote yaondoke kwenye mapulu. Lakini kabla hajaondoka, Bari akawa amepata nguvu na kumwambia kwamba mimi nakupenda Madi. Madi akamchum na kumwambia, tutaongea baadaye, tafadhali nenda kafanya hivi. Sasa muda huo yule mmiliki bwana, baada ya kuona hali imeshakuwa mbaya, akakimbia na kwenda ofisini kwake. Akakusanya kiboksi cha pesa zote na kuchukua golf cart kile, akaanza kukiendesha akikimbia anaondoka bwana. Sasa akati anakipepeza kile kigari, akawa hajaona kamba ambayo imefungwa upande wa pili na upande wa pili kushikilia bana bwana. Akapita pale na speed ya maana, ile kamba ikamkata shingo. Jamaa akafia pale pale. Tamaa mbele, mauti nyuma kudadadeki. Sasa Madi naye alikuwa ameingia kwenye pool kwenda kuokoa watu, na yule polisi akawa amemuona bwana akiwa anaokoa watu. Upande wa pili Bari akawa amefika na akawa amefungulia maji ili yaanze kutoka. Kusema kweli, maji kweli yakaanza kutoka kwa nguvu kweli kweli, na yakawa yanavuta wale Paranas. Na muda huo Madi, kwa sababu naye alikuwa kwenye maji anasaidia watu, akawa anashindwa kutoka kwa sababu yale maji yakawa yanavuta kwa nguvu, yakawa yanamvuta na yeye bwana. Akawa amefanikiwa na kumuita Kairo yule polisi aje amsaidie. Kairo akawa amekuja pale na kuanza kumvuta mkono, na muda huo akaamua kuongea ukweli. Akasema, sikujua kwamba vitu vingetokea hivi. Naomba unisamee sana, na unisamee kwa sababu nilichukua rushwa kutoka kwa baba yako bwana. Na ndio maana haya mambo yote yanaendelea, itakiwa ni ya zuia ya mambo. Lakini jamaa lilikuwa ni boya kweli kweli hili bwana. Lilivyoona damu likaa limeogopa, likageuka na kukimbia. Lakini muda huo Bari akame amesharudi kutoka kufungulia maji, na moja kwa moja, kumbuka hajui kuogelea, akarukia kwenye maji na kwenda kumuokoa Madi. Chezea kisi wewe, kuchumiwa na kwenye kunaleta nguvu jamani. Wadada mwe mnatuchumba basi. Oya, kijana akawa amefanikiwa kumuokoa on time kabisa bwana. Sasa muda huo jamaa mmoja ambaye alikuwa mwanzo ameng'atwa na Parana kwenye makalio Parana nao wao jamani, alikuwa na hasira kweli kweli. Jamaa akawa amefika kwenye chumba kile kile cha kudrain, cha kukausha maji bwana. Akachukua makemikali ambayo yanaweza kulipuka na kumwagia kwenye ile system, ambayo pipe system ndio inapeleka maji moja kwa moja kwenye mapulu bwana. Sasa muda huo jamaa akachukua sigara aliyokuwa anaivuta na kuirushia mle kwenye ile chemba bwana. Kulitokea bonge la mlipuko bwana. Paranas kibao wakawa wamekufa pale. Sasa kuna dude moja hivi likawa limerushwa juu vibaya mno na ule mlipuko. Hiyo dude iko kama reki hivi, ile kitu ilipelekwa juu alafu ikarudi chini na kumchoma kichwani yule polisi mpuzi kabisa, na akafia
pale pale. Alikuwa anajifanya muoga au mjinga. Sasa filamu ikawa inaishia ambapo yule mzee yule mtaalamu wa biolojia ya samaki akanampigia Madi na kumwambia Madi kwamba Madi, hawa samaki wamebadilika sasa hivi, wameanza kutembea bwana. Hata yule samaki alikuwa kwenye tenki amevunja tenki, ametoroka. Asante sana kwa kuangalia filamu hii hapa. Oya, kama umefika mpaka hapa mwisho, naomba comment makopa hapo chini basi. Lakini pia usiache kulike na usiache kusubscribe kwenye channel yetu. Lakini oya, ninakupenda ile kinoma noma. Mashabiki zangu, hakuna kama ninyi.